Tujifunze neno la Mungu kwa kichwa chaguo la muda na chaguo la milele. Watu wengi wana wasiwasi wanapoishi katika ulimwengu huu. Niishije maisha yangu ili niseme niliishi vyema? Ndiyo maana baadhi ya watu huingia kwenye biashara ili kukusanya mali. Wanajaribu mbinu tofauti na kufanya kazi kwa bidii ili kupata utajiri. Wengine hutafuta heshima katika ulimwengu huu. Hata tukitimiza mengi duniani, maisha yetu ni ya muda, miaka 70 hadi 80 tu. Hilo ndilo hitimisho tunalofikia. Walakini Biblia inatufundisha kwamba mbinguni ni pa milele. Mungu anatuambia tutapata muda usio na mwisho, usiopimika duniani. Hivyo tujiulize, tuishi kwa ajili ya sasa au tuchague yale ya milele? Karibu watu bilioni 8 kama mchanga ufukweni, kila mmoja anaishi maisha yake. Maisha haya yanatolewa kwa usawa kwa kila mtu ulimwenguni kote. Mungu humpa kila mtu masaa 24, haijalishi nchi wala eneo. Wengine huishi kwa ajili ya maisha haya mafupi tu duniani. Lakini wengine kama sisi hujiandaa kwa ajili ya ufalme wa milele wa Mungu. Solomoni, baba wa imani, aliishi maisha bora ambayo kila mtu alitamani. Alikuwa mfalme. Hakuwa amezuia chochote ambacho macho yake yalitamani, na alikuwa amepata kila kitu alichotaka, ikiwa ni pamoja na mamlaka, utajiri na umaarufu, lakini mwishowe alisema kila kitu ni ubatili. Hakutambua wakati huo. Akiangalia nyuma, aliuliza, kwa nini nilifanya hivyo? Kwa nini nilijali sana, nikakosa usingizi na kudhuru afya yangu? Akiangalia nyuma, aligundua nini? Alisema yote yalikuwa ubatili. Kwa upofu alifuata mambo yasiyo na thamani. Ubatili mtupu. Ubatili mtupu. Ubatili mtupu. Kila kitu ni ubatili. Huu ni mwanzo wa Mhubiri, kitabu cha Solomoni. Aliishi kwa sasa, hivyo hakujiandaa kwa umilele. Alipotazama nyuma maisha yake, akiwa amefuata tu raha za muda mfupi, aligundua kila kitu ni ubatili. Alihitimisha, kumcha Mungu na kushika amri zake ndiyo njia sahihi na bora ya kuishi. Tunapoona hili, tujiulize, hii tutaishi kwa sasa au kwa umilele? Ninaomba wakati tulionao usipotee bure.
Tufungue Mhubiri sura ya kwanza. Mhubiri sura ya kwanza mstari wa kwanza. Maneno ya Mhubiri mwana wa Daudi mfalme huko Yerusalemu. Ubatili mtupu, ubatili mtupu. Mhubiri anasema, ubatili mtupu, kila kitu ni ubatili. Mwanadamu anafaidi nini kutokana na kazi yake yote anayotaabikia chini ya jua? Vizazi huja na vizazi hupita, lakini dunia inadumu milele. Jua huchomoza na jua huzama, nalo huharakisha kurudi mawioni. Upepo huvuma kuelekea kusini na kugeukia kaskazini, hurudia mzunguko huo huo, daima ukirudia njia yake. Mito yote hutiririka baharini, hata hivyo bahari kamwe haijai. Mahali mito inapotoka, huko hurudi tena. Vitu vyote vinachosha zaidi kuliko mtu anavyoweza kusema. Jicho kamwe halitosheki kutazama, wala sikio halishibi kusikia. Kile kilichokuwepo kitakuwepo tena, kile kilichofanyika kitafanyika tena, hakuna kilicho kipya chini ya jua. Kuna kitu chochote ambacho mtu anaweza kusema, tazama, kitu hiki ni kipya? Kilikuwepo tangu zamani za kale, kilikuwepo kabla ya wakati wetu. Hakuna kumbukumbu ya watu wa zamani, hata na wale ambao hawajaja bado hawatakumbukwa na wale watakaofuata baadaye. Kutoka hapo anaelezea kwa undani. Aliorodhesha mambo ya ubatili kama kushika upepo, tamaa ya fedha, heshima na makuu. Hakuona faida halisi. Si Solomoni pekee. Alexander mashuhuri, shujaa maarufu, alikuwa na ndoto kuu. Alikuwa na ndoto ya kuushinda ulimwengu, lakini alikufa akiwa na miaka 33. Wasia wake wa mwisho ulikuwa, acha mkono wangu uning'inie nje ya jeneza ili watu waone naondoka bila kitu. Kila mtoto huzaliwa akiwa amekunja ngumi. Huzaliwa wakitaka kushikilia kila kitu, kuumiliki ulimwengu. Lakini wanapoondoka huenda mikono mitupu, bila kitu. Kuonyesha kila mtu ukweli huu, kwamba tunauacha ulimwengu huu mikono mitupu, aliagiza, acha mkono wangu mmoja uning'inie nje ya jeneza. Hii ni kweli kwa maisha yetu duniani. Tunafikiri biashara hii italeta faida kubwa na kazi hiyo italeta mambo makubwa. Walakini mfumo wa dunia hauwezi kutoa kitu chochote cha milele kwa sababu dunia hii ni mji wa makimbilio. Dunia ni mahali pa muda tu. Ndiyo maana wanafalsafa wengi, watu wenye hekima na Biblia wanasema vivyo hivyo. Je, haisemi kwamba sisi ni wasafiri tunaopita? Watu hawajui hili. Wanafikiri dunia hii ni kila kitu. Nini kitawatokea mwishoni? Wanaweza tu kusema yote ni ubatili. Maisha hayaachi kitu. Hawajui asili ya kweli ya dunia hii. Ulimwengu haukuumbwa kutujaza kiroho. Ni wapi mahali pa kujaza pengo hili? Si ufalme wetu wa milele wa mbinguni, ni ufalme wa Mungu. Ndiyo maana Yesu aliwaambia watu wote kumwamini Mungu. Alikuja duniani katika mwili naye akasulubiwa kwa dhambi zetu.
Biblia inatuambia hili. Hivyo wenye hekima zaidi leo ni wamwaminio Mungu na wafanyao kazi ya Mungu. Ingawa Solomoni aliitwa mfalme wa hekima, maisha yake yaliisha kwa jibu moja. Kuanzia Mhubiri sura ya kwanza hadi sura ya 10 na 11, anaandika maisha yetu yamejawa na mambo ya ubatili ambayo ni kama kukimbiza upepo. Tuendelee na sura ya 12. Mhubiri sura ya 12 mstari wa 7. Nayo mavumbi kurudi ardhini alikotoka, na roho kurudi kwa Mungu aliyeitoa. Mtu anapokufa, mwili wake hurudi mavumbini. Roho yake, nafsi yake lazima imrudie Mungu. Hivyo nafsi zetu ni kiini cha maisha yetu, sivyo? Roho sasa inaishi mwilini. Lakini tunapokufa, roho na mwili hutengana. Mwili hurudi mavumbini. Roho zetu zinaenda kwenye ufalme wa milele wa Mungu. Kisha inaamuliwa, je, tutaenda mbinguni au kuadhibiwa milele jehanamu? Biblia inasema wakati wetu ujao umewekwa. Hili ni hitimisho la Solomoni kutoka Mhubiri. Tuangalie mstari wa 8. Anasema nini? Ubatili, ubatili, kila kitu ni ubatili. Sasa ukisoma hili unaweza kuhisi Biblia inasikitisha na kukosa tumaini. Lakini si hivyo. Maandiko hutufundisha kuishi kwa uaminifu duniani na kuchagua baraka za Mungu ufalmeni mwake. Tuone hitimisho la Solomoni katika mstari wa 13. Tuone mstari wa 13. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Alihitimisha njia ya hekima zaidi duniani ni kumcha Mungu na kushika amri zake. Nini kitatokea kwa mambo mengine mwishoni, kama kutaka maarifa, umaarufu, mali au upendo? Mfalme Solomoni alisema, nikatambua hata hili nalo ni kukimbiza upepo. Kwa ufupi, hakuna kinachobaki na hakuna kinachopatikana. Hii si ukweli wa Solomoni pekee, bali pia kwa watu wakuu wa ulimwengu ambao wote wanasimulia hadithi zile zile. Je, hii ni kwa watu mashuhuri tu? Ndivyo ilivyo kwa watu wa kawaida. Hata watu wa kawaida husema, ujanani nilikuwa wa ajabu. Lakini nilipozeeka, marafiki, majirani na wengine wote waliondoka au kufariki. Sijui niliishi maisha haya kwa nini. Watu wengi husema hivi. Je, si ndiyo sababu Mungu alitupa Biblia kutuonyesha njia ya hekima? Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 12, Solomoni alisema, hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake. Alisema kwamba hii ndiyo njia ya haki zaidi ya kuishi maisha yetu. Alijaribu kila kitu, alikuwa mfalme na wake na masuria wengi, lakini yote hayakufaa.
Alikuwa tajiri. Hata hivyo, utajiri, maarifa na heshima yake havikuwa na maana. Alipokaribia kufa, aliona yote aliyopata hayakuweza kumwokoa. Enyi nyote, tunyooshe maisha yetu na tusipuuze mafundisho ya Biblia ya leo. Tuifanye kazi ya Mungu kwa bidii. Tusali kwa dhati na tujifunze neno la Mungu kwa bidii. Tutoe moyo, akili na nguvu zetu zote kuamsha ulimwengu, kuwaongoza watu wote kwenye toba na kuwaongoza mbinguni. Mungu huonyesha kazi ya ufalme katika Petro wa kwanza. Tusome Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari 7. Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari 7. Haya yamewajia ili kwamba imani yenu iliyo ya thamani kuliko dhahabu ipoteayo, ingawa hujaribiwa kwa moto, ionekane kuwa halisi na imalizie katika sifa, utukufu na heshima wakati Yesu Kristo atadhihirishwa. Ingawa hamjamwona, mnampenda; tena ingawa sasa hammwoni, mnamwamini na kujawa na furaha isiyoneneka yenye utukufu usioelezeka. Maana mnapokea nini? Wokovu wa roho zenu, ambao ndio lengo la imani yenu. Nafsi zetu zinapookolewa, tutaenda wapi? Tunaenda ufalme wa mbinguni. Tunapokea msamaha wa dhambi na kuingia ufalme wa milele. Je, hatutaishi na Mungu na kufurahia baraka zake milele? Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2, nabii alieleza mbinguni hivi. Tuendelee na Wakorintho wa kwanza sura ya 2. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari 9. Lakini ni kama ilivyoandikwa, hakuna jicho limepata kuona, wala sikio limepata kusikia, wala haya kuingia moyoni wowote, yale Mungu amewaandalia wale wampendao. Wakorintho wa kwanza sura ya 2 inasema kwamba mbinguni Mungu aliwaandalia wampendao ni zaidi ya mawazo. Ulimwengu mtukufu ambao jicho halijaona, sikio halijasikia, wala akili kuwazia. Mungu anatuonyesha, anatuandalia ulimwengu huo. Huu ndio ulimwengu Paulo aliona, mbingu ya tatu, wenye faraja na mandhari visivyoelezeka. Danieli alisema watakatifu wataumiliki ulimwengu huo milele na milele. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2, Paulo aliandika, tutapewa ulimwengu ambao jicho halijaona, sikio halijasikia, wala moyo kuwazia. Wapendwa, tukiamini ulimwengu huu ni halisi, hatuwezi kuishi kawaida. Nikipata ulimwengu huu mzuri, nifanye nini? Tuandae lugha. Hatupaswi kujifunza yote kuhusu hapo ili kuishi vizuri. Pia tuwaze, nifanye nini kumpendeza Mungu anayetawala ulimwengu huo? Tukiamini ufalme wa milele mbinguni, tujiandae na nini? Tuishi maisha gani duniani? Tusiishi kuwavutia wengine.
Kuanzia sasa tuishi vipi kwa ajili ya ulimwengu tunaoonea shauku? Tunahitaji kujipanga upya. Je, si sababu mafundisho ya Mungu yapo ndani ya Agano Jipya? Tunashika siku ya Sabato na sikukuu za mwaka. Pia neno la Mungu huita watu wake watende mema Sayuni, wawe chumvi na nuru kwa ulimwengu. Haya yote ni maandalizi ya kuingia ufalme wa mbinguni. Hili si jambo tunaloweza kuchagua kufanya au la. Sote lazima tulifanye hili kwa uaminifu. Tunaamini ufalme wa mbinguni. Kama Wakorintho wa kwanza sura ya 2 isemavyo, tunaamini ulimwengu ambao jicho halijaona, sikio halijasikia, wala akili kuwaza, utakuwa wetu. Tunaamini ahadi ya Mungu. Basi tufikiri jinsi ya kuishi kwa ulimwengu huo. Je, maisha ya msafiri ni nini? Maisha ya mlowezi ni tofauti na maisha ya msafiri. Walowezi wanaweza kulalamika ukuta ukiwa chakavu au na madoa. Wanaweza kulalamika na kujaribu kuirekebisha, lakini vipi kuhusu wasafiri? Wasafiri hawahitaji kulalamika. Wanaondoka asubuhi inayofuata. Ndiyo maana Mungu aliyaita maisha yetu duniani maisha ya msafiri. Hivi ndivyo maisha yetu yalivyo. Je, maisha yetu hayaitwi safari ya mhujaji? Wakati mwingine twaweza kukaa nyumba yenye ukuta safi au mchafu kidogo. Msafiri hahitaji kulalamika ikiwa chumba ni chafu kidogo. Lazima aondoke asubuhi inayofuata. Hivyo basi, tunapaswa kuridhika na kushukuru kwa yote Mungu anayotupa. Je, kikomo chetu si ni ufalme wa mbinguni? Mbinguni kila kitu ni zaidi ya matumaini au matamanio yetu. Mbinguni ni zaidi ya mawazo yetu. Waaminio wasipoteze tumaini la mbinguni. Wasiambatane na mambo ya dunia ya muda mfupi. Tusiruhusu mambo ya dunia yatufunge na kututesa. Ni juu yetu kuchagua ya kitambo au ya milele. Tunachochagua kiwe mwongozo na lengo la maisha yetu. Tuishi vyema kwa thawabu ya mbinguni, tukitamani ufalme wa milele wa Mungu. Tusome Ufunuo sura ya 21 mstari wa kwanza. Ufunuo sura ya 21 mstari wa kwanza. Kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi ya kwanza vimekwisha kupita, wala hapa kuwepo na bahari tena. Mbingu mpya na nchi mpya ni mbingu tukufu Mungu aliyotuandalia. Tusome mstari wa 4 kuona baadhi ya mambo yatakayotukia humo. Tusome mstari wa 4. Atafuta kila chozi kutoka macho yao. Nini hakitakuwepo tena? Mauti haitakuwepo tena. Kwa kuwa mauti huja kutoka kwa dhambi, hii inamaanisha dhambi yenyewe imetoweka. Kwa maneno mengine, hakuna mauti tena, ni uzima wa milele.
Mauti haitakuwepo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu, kwa maana mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Naye yule aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya mambo yote kuwa mapya. Kisha akasema, andika haya, maana maneno haya ni ya kuaminika tena ni kweli. Haya si maisha tuliyojua katika ulimwengu wa kimwili. Mungu anaandaa mbingu sasa ambapo yote ni mapya na anatungojea. Maisha ya muda duniani hayawezi kupita uzima wa milele. Kwa mfano, ikiwa ungeweza kuishi Marekani milele badala ya Korea, ungependa kuwa wapi, Marekani au Korea? Wazia unaishi hapa leo, lakini kesho lazima uishi Marekani. Ungejifunza lugha yao, sheria na yale watu wapendayo. Utafikiri, niliishi hivi, lakini ili nifae, napaswa kutafuta ninachokosa na kujaribu kuziba pengo hilo. Dunia hii ni kama hivyo kwetu. Mbinguni ni kwa uzima wa milele. Duniani miaka 30 au 40 hupita upesi. Ingawa twaishi duniani, makao yetu ya kweli ni mbinguni, makao ya kiroho. Je, niliishi kumpendeza Mungu kwa ajili ya mbinguni? Niliishi vyema? Nimemtukuza Mungu? Tufikiri tena, ninachagua ya sasa au ya milele? Tutafakari kwa dhati tuwe Wakristo wampendezao Mungu. Nawaomba mlete tumaini kwa ulimwengu huu wa giza na kuwapa wengine tumaini la mbinguni. Wengi kabla yetu walisema vivyo. Ila kwa kukosa uzoefu, watu husema, maisha yangu lazima yawe tofauti. Wanafalsafa, wanasayansi, mashujaa na wafalme wengi walikuwepo kihistoria. Hadithi zao zote zinaafikiana na Solomoni. Mnamjua Napoleon, shujaa mkuu wa siku hizi? Alipelekwa kisiwa cha St. Helena. Kabla hajafa alisema, Yesu alionekana kushindwa, ila sasa anatawala dunia. Nilionekana kufaulu, ila nakufa peke yangu kisiwa hiki kidogo. Alimaanisha Yesu alionekana kushindwa akafaulu. Nilionekana kufaulu nikashindwa. Tunapotafakari juu ya hili, ninaomba kwamba ninyi na mimi tufuate maisha yenye mafanikio ya Kristo kwa neema. Leo unapoenda nyumbani, jiulize, je, kweli niko kwenye njia sahihi? Ingawa ninahudhuria kanisani, je, mawazo yangu bado yako ulimwenguni?
Je, mimi ni mtu wa kidunia mno, sina sifa ambazo Mungu anatamani? Ninawaomba mchukue muda kutafakari na kuchunguza moyo wenu. Kwa kufanya hivyo, hebu tutembee na Mungu kila siku kuelekea ufalme wa mbinguni. Kwa hili ninahitimisha mahubiri ya leo. Asanteni sana.